Hata kama hujawahi kusikiliza ujumbe wangu mpaka mwisho juu ya taifa la Tanzania, natamani kwa siku ya leo utumie dakika zako chache ili kunisikiliza, na nitajitahidi ujumbe kuwa mfupi. Unaona kile kinachotokea Afrika Magharibi kwa Ibrahim Traore pamoja na zile nchi zingine mbili, Mali na Niger. Hao mabadiliko yaliwahi kutabiriwa mwaka wa 1974. Leo mwaka 2023 ndo ambapo Ibrahim Traore alichukua uongozi. Leo ndo yanatokea, lakini ni miaka karibu 50 ujumbe huo ulitabiriwa. Nitakuja kukuelezea ulitabiriwaje. Nirudi kwenye taifa la Tanzania. Unakumbuka kuna kitu kiko mtandaoni kwamba kuna shehe mmoja aliwahi kutabiri ya kwamba kutatokea mabadiliko kwenye taifa la Tanzania, ambapo kutatokea na rais mwanamke. Baada ya hapo kuna mabadiliko ya uongozi yatatokea. Haya, najua ya kwamba tunatofautiana imani, lakini natamani kurejea kitu kimoja ambacho utakisachi mtandaoni. Ukisachi mtandaoni, kuna mama mmoja anajulikana sana, hakuwa anasali, alikuwa mpagani, lakini ni maarufu sana mtandaoni kwa sababu alitabiri mambo yaliyokuja kutokea hata baada ya miaka 100 akiwa ameshafariki. Alitabiri hao mambo miaka 1600 nchi za Ulaya huko. Alitabiri juu ya kwamba kutatokea na janga la moto, ikaja kutokea. Akatabiri juu ya kutokea kwa ajali ya meli, ikatokea. Alitabiri matukio mengi, lakini alikuwa hamjui Mungu, alikuwa mpagani. Alitabiri mpaka juu ya ujio wa interneti, yakatokea. Ni kwenye comment nitaweka jina lake nikishalikumbuka. Kwa nini? Kuna mambo Mungu huwa anaonyesha, lakini pia kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu hata ulimwengu mwingine uweze kuwa wazi. Kuna wakati mwingine Mungu analenga ujumbe uwafikie watu wa kila aina, hata ambao hawana imani katika yeye. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanaendelea juu ya taifa la Tanzania, ambapo viongozi wa serikalini wanajaribu kutumia akili zao na nguvu zao kuzuia. Lakini kama kuna jambo ambalo limebeba kusudi la kimungu, lilitamkwa na Mungu, hakuna anayeweza kulizuia. Mfano, kuna mtu anapambana kuzuia jua lisitoke. Kuna mtu anapambana kuzuia hewa isiingie mapafuni mwake. Kuna mtu anapambana macho yake asifumbe ile nomo, yani ile. Kwa kuna vitu, kama kuna vitu hatuwezi kuvicontrol, basi tujue kwamba uwezo wetu uko limited. Kama kuna jambo ambalo nyuma yake kuna Mungu, uwezo ukalizuia. Mfano, sasa hivi kuna vitu vingi sana ambavyo serikali haisikilizi watu ambao haiwaamini, hata kama wanachokisema ni sahihi. Lakini ni kwamba anguko la utawala huwa alianzi na wanaharakati, huwa aliletwi na wanasiasa, huwa linaletwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu ya vitu anavyovitaka vitokee. Haya, nitarejea ya kwamba mimi nakumbuka kabla hata sijaonyeshwa juu ya ujumbe wa Tanzania, kuna watumishi waliotamka, walioonyeshwa juu ya taifa la Tanzania ya kwamba yatatokea mabadiliko ya uongozi, ila kwa njia mbili. Nimekuwa nikisema hilo. Kwa hicho kitu hakiwezi kuzuiwa na mtu. Ndiyo maana tuna option ya kanisa kusimama na Mungu ili mabadiliko hayo yatokee, hata kama anakuja kutokea kwa mara ya pili, yasitokee kwa kumwaga damu. Lakini option ya pili, yatatokea kwa kumwaga damu.
na serikali haiwezi kuzuia hilo jambo, hata kama mpange wanajeshi, hata kama mpange mapolisi, hata kama wananchi wasipoandamana, lililopangwa na Mungu linatokea tu. Nakumbuka mwaka 2024 mke wangu aliota kwamba yuko kwenye nyumba yake. Tarehe 19 mwezi huu wa 6, kuna mtu tu akatokea juu ya nyumba. Maana mimi ni mtumishi wa kawaida tu, ila Mungu ana makusudi yake tu, akitaka kumwinua mtu anamuinua. Kwa imetokea tu basi, ila Mungu alikuwa anatimiza alichokuwa ameonyesha 2024 juu ya nyumba, kama alivyoonyesha juu ya safari yangu ya Marekani na ikatimia. Kwa hiyo serikali mnapambana na Chadema kuwafungia mikutano yao, mnapambana na wanaharakati, lakini mnapambana na makanisa kuhonga hela watumishi, lakini hayo yanaongeza hasira ya Mungu. Hata kama alikuwa anataka atengeneze njia nzuri ili angalau mpite kwenye neema yake, hiyo neema inaondolewa. Kwa hiyo ninaomba serikali mtambue nafasi ya Mungu, lakini pia msitumie dini vibaya kwa ajili ya masilahi yenu, kwa ajili ya kuficha uovu. Nashangaa mpaka kwenye mambo ya maombi ya toba kunakuwa na mgeni rasmi. Mgeni rasmi sijawahi kuona. Maana kama unaenda kumwomba Mungu toba, maana yake ni unyenyekevu. Kwa ukishaanza kujipa uspecial, hayo maombi yanakuwa sio maombi tena. Haya, naomba nirejee kwa habari ya Burkina Faso. Mtumishi wa Mungu Reinhard Bonke, wakati anaonyesha juu ya bara la Afrika, alionyeshwa uamsho ambapo aliona Afrika inaoshwa na damu ya Yesu, kuanzia kusini mwa Afrika mpaka kaskazini, kisha akaona magharibi mpaka mashariki. Kwa haraka huo uamsho uwezo kauelewa, lakini ukiangalia Reinhard Bonke alianza na akasikia sauti inamwambia Africa shall be saved. Ukiangalia uamsho alioanza Reinhard Bonke ulikuwa ni uamsho wa Injili, miujiza. Lakini aliona baada hiyo damu kuosha kuanzia kusini mpaka kaskazini, aliona imeanza kuosha tena magharibi mpaka mashariki, na akasikia ujumbe Africa shall be saved. Mungu anafunua ujumbe mmoja hatua kwa hatua. Anaweza akakufunulia wewe kipande hiki, akaja mwingine akamfunulia kipande hiki. Ni rahisi kuona kwamba huo ujumbe ulikuwa unabeba tu kwamba Africa shall be saved kiroho, lakini hilo neno lilikuwa linajumuisha mpaka uchumi wake. Kwa hiyo ule uamsho ambao tunauona Afrika Magharibi, yale mabadiliko akina Ibrahim Traore, ninaamini ndani yangu kwa kila ambacho nikisikia ndani yangu ya kwamba huo ndo uamsho wa pili aliyouona Reinhard Bonke, kwamba kutokea magharibi mpaka mashariki. Na nakumbuka tarehe 4 mwezi wa 6 2026 niliota ndoto kwamba Mungu amegawa urithi. Watu weupe amewapa urithi wao na Afrika ameipa urithi wake. Na ndani yangu, kwa sababu hiyo haikuwa ndoto ya kwanza kwa ajili ya Afrika, nilielewa zile ndoto kwa habari ya kwamba Afrika inaungana, Afrika inadai uhuru wake. Ninaamini liko jambo, kwa sababu mipango ya Mungu huwa ni ya muda mrefu. Hata ile kwamba kuna yule aliyemsaidia Yesu kubeba msalaba ni Mwafrika, ina maana yake. Maana yake aliyehitimisha safari ya msalabani, kubeba, maana msalaba ilikuwa ishara ya kubeba shida za watu au kubeba jambo la kimungu, ni Mwafrika. Maana yake uamsho wa mwisho ambao umekuwa ukitabiriwa hata na watu wengi
utaanzia Afrika, na Reinhard Bonnke alionyeshwa hicho kitu. Kwa Mungu ana connect mambo. Leo wazungu wanapambana kuendelea kuitawala Afrika, lakini kuna wakati ambapo wakati wa Mungu unapofika hakuna naye tawala. Mungu anawapa changamoto zao waendelee kuzidili. Mfano hizi sera za uongozi zinavyobadilika, mmeona kule King Charles wa Uingereza anavyoongoza sasa hivi, Marekani mnaiona changamoto hapa, mara mapambano ya China, mara Irani. Yote ya Mungu anawapa ubize ili atimize. Kwa hata juu ya Tanzania alichokisema Mungu kitatimia. Lakini natamani viongozi wa Kristo, kuna wakati ambapo tumejisahau. Kuna wakati ambapo tumejisahau ya kwamba sisi tunatakiwa kulibeba taifa bila kujali nani amefanya dhambi. Maana sisi ni wapatanishi. Tumechukua zile hisia zetu ili yani unaomba maombi ya mmoja aumie kwa sababu ni muovu, lakini Mungu alikuja kwa ajili ya waovu. Mwisho nihitimishe, Chadema bila Mungu hamwezi. CCM bila kumtambua Mungu hamwezi. Wanaharakati bila kumtanguliza Mungu hamwezi. Watanzania wa kawaida ambao hamna vyama vyovyote kama mimi, bila kusimama na Mungu hatuwezi. Nakumbuka tarehe 7 mwezi wa 6 nisikia ndani yangu ninaambiwa ya kwamba simama kwa ajili ya taifa la Tanzania, fanya injili na maombi ya toba. Na tumekuwa na maombi ambayo tutahitimisha tarehe 3, ila baadhi tutaendelea, na kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 3 tutakuwa na programu ya kushirikisha vipeperushi kwa ajili ya watu kuwakumbusha kuomba, kusimama na Mungu. Kwa hiyo sijajua kama nimeeleweka sana, lakini nilichotamani kueleza ni kwamba tunapambana kibinadamu kuzuia jambo ambalo Mungu alitangulia kulionyesha. Haitasaidia. Inaweza ikasaidia tu pale ambapo tutarudi kwa Mungu, toba kwa Mungu. Naomba nimalizie andiko hili. Yoeli sura ya 2 mstari wa 12, nitadukia baadhi ya mistari. Nasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Haya, kumrudia Bwana. Mstari wa 18 nasema, hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Kwa huruma ya Mungu inakuja baada ya watu kutubu, kulia, kuomboleza. Sasa hivi watu tunatafuta huruma kwa wanasiasa badala ya kutafuta huruma kwa Mungu. Hatuwezi, tunamhitaji Mungu. Bwana Yesu, ninasimama mbele zako. Ninaomba usimame kwa ajili ya taifa la Tanzania, maana peke yetu Bwana hatuwezi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kinyume na kila roho ya kumwaga damu. Haina mamlaka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninavunja mipango yote ya mwovu shetani kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, dhihirika. Mungu onekana. Mungu tawala. Baba, ninaomba usimame na taifa la Tanzania. Tuvushe taifa la Tanzania. Ninaomba kwako na kuamini kwa jina pekee la Yesu Kristo. Amen. Simama na Mungu na Mungu atatushindia. Amen.